Niko na Fredrick Mwakalebela, katibu wa zamani wa shirikisho la soka Tanzania TFF. Wakati wake alifanya maamuzi magumu sana kuifungia Yanga, kuipokonya Simba na Yanga alama 3 katika matukio tofauti tofauti. Niko naye hapa baada ya kikao cha jana, atupe tathmini yake, kitu gani anakiona kwa taswira ya kikao na suluhisho la kutafuta kwa ajili kile ambacho kimetokea Machi 8 katika mchezo wa dabi ambao hakufanyika. Wao walio wengi kwamba utaangalia kwamba labda kanuni zinasemaje, kwa sababu kama unavyofahamu shirikisho la mpira duniani kwa maana ya FIFA linaangalia sana, yani wanaposema government interference, sio kama ambavyo watu wanavyofikiria kwamba serikali kitaka kuweka suruhu basi ndio government interference. Government interference ni pale ambapo kuna criminal, kuna rushwa, kuna mauaji, kuna watu wamegombana, au kama vile watu wanangoa viti, wanafanya pale ndio government ina interfere. Lakini sasa pale unapoona kwamba kuna kanuni, afu kanuni zile zinapindishwa baada ya government kuwa labda imeingilia hizo shughuli, yeye ndio FIFA sasa ambacho ni kitu ambacho hakipendi. Lakini kama serikali yetu ina nia njema ya kuwaita watu mezani na wakakaa na ikapatikana suluhu kwa kupitia kanuni zile, na kwamba kwa na hapa kanuni ilikuwa hivi, kanuni ilikuwa hivi, kanuni ilikuwa hivi, kwa sababu tunaamini kabisa kwamba katika viongozi waliokupewa dhamana ya masuala ya michezo basi wanajua mambo mbalimbali ya kimichezo, zikiwemo kanuni, taratibu, sheria, katiba, na mpaka vyama vya michezo ilikuwa registered. Lazima kuna vitu ambavyo wanapeleka vinapitiwa na wataalamu na baadaye wanakupa certificate of registration. Lakini bado naamini kwamba jambo kama hili bado linahitaji sana kwa kina kuweza kulifanyia kazi, kwa sababu sio jambo la kuweza kulitatua juu, kwa sababu kulitatua juu unaweza kusababisha upande mwingine ukakubali, upande mwingine usikubali. Kwa hiyo inawezekana kaleta sintofahamu fulani katika soka la Tanzania. Ungekuwa upo bado katika uongozi wa Yanga, unafikiri kipindi hiki ungekuwa katika hali gani na msimamo wako ungekuwa wapi? Mimi msimamo wangu kwa kweli, kama ambavyo wanachama wameongea, kama kuna jambo lolote ambalo tumeenda kulizungumza katika kikao cha serikali, basi ningeomba tu ridhaa kwamba nikazungumze na viongozi, wanachama, mashabiki na wapenzi, kwa sababu yametoka matamko mbalimbali. Kwa hiyo matamko mbalimbali yale ni wenye timu. Mimi kama kiongozi nilikuwa ni kwamba nimepata dhamana ya kuweza kushikilia kuiongoza timu, lakini wenye timu ni wanachama wa klabu. Kwa hiyo ningeenda kuomba ridhaa yao. Kama ni tofauti na matamko yao, basi niweze nikawaeleza kwamba jamani, kuna jambo hili, naomba ridhaa yenu tuungane na jambo hili. Lakini kama jambo hili litakuwa limepita, basi nasema jamani wanachama, basi feedback ni hii kwamba jambo letu tulikuwa tunalipigania limefanikiwa. Mwakalebela, wewe ni gwiji kwenye habari, kwenye upande wa sheria, kwenye michezo pia, lakini hauoni kama wadau wa michezo tulijisahau, kwa sababu kanuni ya 34.1.3 ni kama inawapa uhuru wa kupitiliza bodi ya ligi na TFF, kwa sababu wanasema sababu ya dharura au mkwaju yenye kukubaliwa na TFF. Aieleze kwa kina sababu gani? Hicho mimi nilikuwa nasema kwamba mwanzoni kabisa pale unapokuwa unaelisha mchezo useme, kwa sababu ukiangalia kama mfano kama mwenzetu wa FIFA na CAF kuna kipengele anasema force majeure. Force majeure ni kwamba kuna zile labda kuna mvua, kuna snow, labda kuna volcano imeerupt, au kuna ajali kubwa imetokea, au kuna watu wamepata ajali mojawapo ya timu, basi unaweza ukaahirisha mchezo. Kwa hiyo inamaanisha kwamba iwapo kama tunaona kuna kanuni ambayo imepigwa mkwaju na haijaleta maana, tunaangalia kwenye CAF, tunakwenda kwenye FIFA, tutapata majibu tu. Unavyoona ni mfano ambao kila saa tunairudia. Elai mbona majibu yalitoka ndani ya masaa 24 akatoa majibu, Elai akanyang'anya point 3, shughuli zikaendelea. Kwa sisi hapo bisha kusema mtu afanye hivi, lakini ninachosema tu ni kwamba kama sheria zetu zinakinzana za ndani ya nchi, ndio maana kwamba kuna sheria za CAF na sheria za FIFA. Waangalie basi CAF wanasemaje in case of that issue ambayo imetokea, na FIFA wanasemaje kutokana na issue ambayo imetokea. Lakini inaonekana pia tulikuwa na hiyo changamoto, kwa sababu kifungu cha 34.1.4 ndio kinaelezea sababu ambazo ziko nje ya uwezo wa binadamu, kama ambazo wamezitaja kuhusiana na dhoruba, mvua. Lakini hichi kifungu cha 3.1 ni kama wanasheria wetu katika klabu mbalimbali walikifumbia macho, ambacho kinasema sababu ya dharura au wenye msingi, ambayo inakubana na TFF. Lakini ukienda 4.1 ndio inaeleza sababu za nje za kibinadamu. Hapa inawezekana bodi ya ligi na TFF wakawa salama, labda wakasema sababu za kiusalama, walipata taarifa na wakahofia labda kwenye dabi matukio mabaya yangetokea. Mwakalebela,
ya habari ambapo mnakuwa mnachunguza na mnajua mambo na mnanusa hata kabla ya tukio halijatokea. Labda nyinyi kwa mfano kama chombo chenu cha habari inaona kama kuna kitu chochote kitatokea iwapo mechi itachezwa? Hapana, sisi kwa intelligence yetu hatukuona. Ya kufukua mambo, kuna wale investigative journalism. Yeye walikuja na chochote? Hapana, kuna taarifa zote zaidi za hofu ya bodi ya ligi. Ya kutoa sababu ya kwamba kwa nini mechi haichezi. Yani haichukui kirahisi namna hiyo. Ifike mahali jamani tuwe serious na mpira. Mimi sisemi kwamba Simba amekosea au Yanga ndo namtetea sana, lakini nasema let's be serious with the football. Nakupa mfano. Sawa? Nakupa mfano wa kwanza. Unaelewa? Naam. Nakuelewa. Wakati tuko madarakani sisi, tumewahi kuinyang'anya Simba pointi 3 baada ya kumchezesha Mgosi akiwa na kadi. Tukiwa madarakani tumenyang'anya Yanga pointi 3 wakimchezesha Kanavalo akiwa na kadi. Tukiwa madarakani tumeishusha Yanga, tumenyang'anya, tumeifungia miaka 3 isicheze Sekafa, baada ya miaka 2 tukaifungulia. Tukiwa madarakani Asmani Kazi tumemfungia miaka 20 maisha kutokuchezesha. Sasa kwa nini atufanye maamuzi hayo? Tusiangaliane usoni, tuangalie kanuni zetu zinasemaje. Umezungumza kwa uchungu mkubwa sana, bila shaka hili litakuwa fundisho kwa viongozi, maana mpaka serikali wameiomba, inaonekana wazi wenyewe wameshindwa kutatua. Mimi siwezi kusema kama serikali labda imeshindwa. Serikali kwa mfano mimi kitu kilichonishangaza kuweza kuwagawanya watu baada ya kwamba wote wakae pamoja wajadiliane, mwafaka ufikie. Sio unapomchukua Yanga kwanza anatoka anakuja kuingia Simba. Kila mtu ataeleza anataka yeye kwa binafsi wake. Suluhu inaweza kupatikanaje hapa? Kumsikiza vizuri Fredrick Mwakalebela, kuna baadhi ya mambo ameyagusia na ni mazito sana ambayo ni kama tafakuri. Kwanza ni namna ambavyo kikao kimeendeshwa, yeye kupendezwa na mfumo uliotumika kwa maana ya serikali kukaa na timu moja moja kwa awamu. Walikaa na Yanga na baadaye kuja na Simba. Kwa hiyo kwa upande wake anaona kama sio njia nzuri sana ya kutafuta suluhu kutokana na unyeti wa ili swala, lakini kwangu mimi binafsi naweza nikakubaliana naye, lakini pia nikajaribu kulifikiria kiundani zaidi, kwa maana hatujui dhima ya serikali nini. Labda wanataka kwenda kwa awamu na kisha baadaye kuweza kukutana nao kwa pamoja, kwa sababu nafahamu serikali hapa inaingia kama msuluhishi. Kwa labda fursa ya kwanza ni kuweza kusikiza pande zote mbili, wajieleze vya kutosha, na baada ya hapo sasa waweze kuita kwa awamu. Labda katika awamu zinazokuja, kwa mawazo yangu, zinaweza tukakutanisha timu hizi mbili, kwa sababu tunaamini kukutana ni moja ya historia na namna nzuri ya kutafuta suluhu. Lakini swali lingine ambalo ameligusia ni uwezo wa shirikisho kufanya maamuzi pasipo kuangalia viongozi wa hizi timu za Simba na Yanga. Wakati wake walifanya maamuzi makubwa sana, ikiwemo kuifungia timu ya Yanga miaka 3 kushiriki katika michuano ya kimataifa, nakumbuka sakata la Kagame, lakini pia kuipokonya Simba na Yanga zote la 3 kwa kuwatumia wachezaji ambao walikuwa hawaruhusi kucheza, Musa Hassan Mgosi na Nadir Arubu Kanavaro. Kwa hiyo anashangaa kuona ule msisitizo siku hizo umekuwa mdogo kwa mashirikisho, kwa ni moja jambo ambalo inaonekana anatamani kuliona likitendeka kwa nguvu kubwa sana, kwa sababu utaratibu na kanuni zikisimamiwa inapendeza na kuita raha ya maana. Mchezo wa mpira miguu ni mchezo ambao umetoka mtaani, lakini umetengenezewa namna uendeshaji wa kisasa, na umekuwa ni moja mchezo ambao una heshima kubwa sana duniani na mvuto mkubwa sana. Kwa hiyo ni moja msisitizo ambao nimeupata kutoka kwake Fredrick Mwakalebela. Lakini swali lingine ambalo nalo ni swala nzuri na nzito kutoka kwake ni namna ambavyo ameweka wazi kama kwa kiongozi wa Yanga basi angefanya maamuzi zaidi ya kuwa na wanachama. Mimi nazungumza kila wakati kwamba viongozi wa Yanga ndio katika wakati mgumu zaidi, kwa sababu wao ndio waliweka msisitizo wa kutokubali kucheza mchezo unaofuata. Kwa hiyo endapo katika vikao vya usuluhishi itakuja habari ambayo haiwapendezi wanachama wa Yanga, lazima nguvu ya ziada itumike na akili kubwa ya kuweza kukutana nao kabla ya kutangaza kukubali, ili kuweza kupunguza pressure. Hii ina maana kwamba watapokutana wataweza kutengeneza hoja ambazo wanachama wa Yanga watakubali kwa pamoja kwamba yalishatokea, basi tuwe na uongozi. Lakini kitendo cha uongozi kwenda wenyewe kukubali pasipo kuwashirikisha wanachama, huenda kawa ni moja ya kitu kigumu na hatari kwa viongozi wa Yanga.